Okay, ikiwa ni siku nyingine tena, siku ya matamko, na tuko na Ustaz Juma na Musoma. Ukimwona ujue kabisa kwamba kwa sababu sasa hivi uko busy sana. Nena sijui ubizi unasababishwa na nini? Mkubwa. Mbona uko busy sana sasa hivi? Siko busy, niko busy na Allah. Niko busy na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Kwa haraka kuna vitu ambavyo nilisema pia nitakuuliza kwa sababu kuna watu wananiambia bana, siku ukiwa naibu muulize hivi vitu. Wewe ni Ustaz Juma na Musoma, lakini tuliona zaidi umejikita kwenye kusupport entertainment. Kitu ambacho si rahisi kuona watu wengi wanafanya, lakini huku bado unasikika ukiwa unataja maneno ya Qur'an na nini, na ukionekana kama ni miongoni wa watu bora sana kwenye masuala ya kidini. Tuanzie hapo wewe, ni kuhusu nini? Nizungumzie nini, yani kuhusu dini au kuhusu entertainment? Yote mawili. Chagua moja hapo basi. Mpanda mshika mawili, moja mponyoka. Basi tuanzie kwenye dini. Kwenye dini Mwenyezi Mungu anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, sikuumba majina binadamu ila niabudu tu. Okay. Ni kumwabudu Allah. Kwa hiyo sasa mwanadamu lazima ukae ujue kama maisha haya yana mwisho. Yana mwisho. Kwa hiyo lazima tufikie hatua tumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maana bila hivyo hatujafanya chochote kile. Okay. Na haya mambo mengine ya kimaisha ni maisha tu, binadamu lazima apitie maisha hayo. Okay. Unafahamu kwa hiyo hata kama tunahangaika namna gani ya maisha, lakini hakuna sababu ya kupelekea tumsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana umeona sasa hivi mwanadamu lazima abadilike. Umeona? Yawezekana kwenye upande wa entertainment ilikuwa ni ujana na umri. Lakini kwa kweli Mwenyezi Mungu mimi nampenda sana, na ndiye ameniumba, ndiye amenipa afya, ndiye amenipa uhuru unaoniona. Ndio maana ukaribu wangu na Mufti unapelekea zile nasaha zake anavyoninasihi kwamba nimche Mwenyezi Mungu, nitumie elimu yangu katika mambo bora na mambo mazuri, kitu kama hicho. Okay. Unasema kwamba una ukaribu mkubwa sana na Mufti. Tumekuwa tukishuhudia mambo kama hayo na mengi yakiwa yanazungumzwa. Sijajua kwa nini imekuwa hivyo Ustazi. Labda before ya yote hayo, ukaribu huu ulisababishwa na nini? Ukaribu huu mimi na Mufti ni kwa sababu kwamba Mufti anapenda kuwaunganisha Waislamu, na anaupenda Uislamu, anapenda kuitumia elimu yake katika Waislamu. Na sio ukaribu huu tu, kwa sababu hata Sheikh Walidi mnavyosema mitaani kwamba alikuwa anapenda vijana, ameunganisha watu sio hivi na hivi. Sheikh Walidi amechukua kwa Mufti Sheikh Abubakar bin Zuberi. Kwa sasa kuwa karibu na kiongozi wako wa kidini ni jambo muhimu sana, na ni jambo bora sana, kwa sababu yeye ndio kiongozi wetu wa dini anayesimamia mambo masuala ya kidini hapa Tanzania. Hakuna shekhe, hakuna mtu wa aina yoyote katika dini ya Uislamu mkubwa zaidi ya Abubakar bin Zuberi. Huyu ndio mufti wetu, huyu ndio shekhe wetu. Tunatakiwa kumheshimu na kukimbilia kwake kwenye masuala yetu ya kidini. Yaani mambo yetu ya kidini anasimamia yeye. Okay. Sawa. Moja kitu ambacho nikataka nisikie kutoka kwako. Tumeona kuna mikanganyiko sana ya hapa na pale huwa inaendeleaga kwenye mambo fulani. Sitaki nizungumze sana kwa sababu sio vizuri sana pia, lakini mimi nataka kuniambia kwamba wewe kama mtu ambaye una experience na mambo haya ya dini, sawa? Mimi nataka nijue vijana unawashauri vipi hususan katika kumtumikia Allah. Vijana na washauri wabehave vipi? Yaani wao watu wana magani? Kuna mshairi mmoja wa Kiarabu anasema usikum ya ma'shara al-ikhwani alaykum bi ta'ati dayyan iyakum an tuhmilu awqatakum fatandamu yawman ala ma fatakum. Kwamba kijana anatakiwa angalie muda wa kufanya mambo mazuri. Tujiepushe na kuupoteza wakati wetu bure. Tutakuja kujutia kwa siku hii moja itakapokuwa imetufutu pasi na kufanya jambo lote la maana. Wa inama ghanimatul insan shababuhu wal khusru fi tawani. Hakika faida ya mwanadamu ni katika ujana wake. Yaani faida ya binadamu ni katika ujana wake. Ukiwa kijana ndio unakuwa una nguvu ya kufanya mambo ya kiibadati mengi. Unaweza ukasimama ukaswali rakaa nyingi, ukafunga, ukaenda ukafanya hili na hile. Alhasi kwamba ukiwa kijana una uwezo wa kufanya ibada nyingi kuliko kama mtu mzima kama mzee.
Ndio al-khusr fi tawan, na hasara ipo katika kuzeeka uzee. Ukiwa mzee kuna mambo unakuwa uwezi kuyafanya. Kwa ndio maana kijana anatakiwa ajitahidi sana kwa kipindi hiki kufanya mambo mema kabla umri wake hujaenda, kwa sababu umri ukienda kuna mambo anakuwa hawezi kusimama katika swala, na swala ndako usimame. Swala ya mtu aliyosimama ina fadhila nyingi kuliko swala ya mtu aliyokaa chini. Sawa. Umeona Okay. Sasa ukisubiri wakati wa fadhila ukakupita, si unategemea ufanye nini? Kwa hiyo ndio maana kama ulivyosema kwamba ni washauri vijana, ndio hiyo nakwambia, iyakum antuhmilu awqatakum fatandamu yawman ala ma fatakum. Ogopeni kupoteza nyakati zenu bure, mtakuja kujutia siku ambazo zimewafutu. Okay. Moja ya kitu ambacho nikasema nitakuuliza ustazi, maisha yako yametawaliwa sana na ubize. Lakini ustazi huyu anaonekana akiwa anazungumza mambo mengi sana, lakini hajawahi kuweka baadhi ya vitu vyake public, ikiwemo mke wake kiraisi, watoto wake. Labda kwa nini umeamua kuwa hivyo? Kwa sababu mimi ndio nimependa mambo ya mitandao. Mke wangu hajapenda mambo ya mitandao, watoto wangu siwezi kuwafundisha. Yaani watoto wangu wana maisha yao kivingine na mimi. Kwa hiyo siwezi mimi maisha nayoishi ni warithisha watoto wangu. Kwa hiyo mimi nafanya kitu ninachokipenda, watoto wangu watafanya kitu wanachokipenda. Wewe ustazi na watoto wangapi? Si umesema ni siwaweke hadharani. Sasa nikishawataja ndio nimeweka wa public. Hii itabaki kwa siri yangu. Kitu kimoja ustazi. Najui kimjini Dar es Salaam ustazi ni miongoni wa watu ambao ni wanajulikana kwa ukubwa. Alafu ujulikana yani unavyojulikana wewe sio kwamba uliforce kujulikana. Yaani ni automatic tu, kwa sababu tunaweza kusikia wasanii wanakutaja kwenye muziki enzi hizo, hata mitandao haijaanza kuiti kina Sharo Millionaire marehemu na wengi project za moyoni. Lakini tulitarajia labda siku moja labda ustadhi atasema bwana, mimi familia yangu ni hii, watoto wangu ni hii. Yaani hivyo unaona umekuwa sana unaficha sana hivi vitu. Kwa nini umeamua kuishi hivyo? Unajua kila mmoja lazima achague namna ya kuishi. Naona kina Dynamo na post watoto kilewa hapo hivi, lakini sasa mimi sitaki nipite kama anavyofanya Dynamo. Mimi naishi maisha yangu kama mimi, na ndio maana unajua kuona nimepost mtoto wangu hata siku moja. Hata kwenye page yangu ya Instagram ukienda hukuti picha hata moja nilipost mtoto wangu. Kwani kuposti mtoto mitandaoni kuna madhara gani kwa upande wako ukiangalia? Kuna hasadi. Mtoto mzuri bwana, jamaa ana mtoto mzuri, kumbe mtoto au hivi. Wakati mwingine kama hivi tunatukana mitandaoni sisi. Tunatukana sana. Yaani huyu ndio baba yako ndio yule. Vitu kama hivyo si vizuri kama kweli. Nimeona tu watoto wangu siwahusishe katika masuala haya. Hivi kwa hatua ambayo uliopiga Ustaz Juma, ukasema urudi nyuma sana, ni kitu gani ambacho labda unaweza ukajuta, ambacho labda ulikifanya ambacho sasa hivi unasema yaani sasa hivi nimekuwa mtu ambaye anafahamika, watu wananiheshimu, lakini hiki kitu hichi ni situation gani ambayo unaikumbuka ukivuta picha kwa haraka haraka? Mimi siwezi kujutia chochote kwa sababu yote niliyofanya nimefanya nikijitambua. Kwa hiyo siwezi kujutia chochote kile. Okay. Siwezi jutia kitu kwa sababu yaani kujutia kwangu mimi nitajutia yani makosa ambayo nimemfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini sio kwa kujutia binadamu. Kwa binadamu siwezi juta kwa sababu nimeyafanya mimi nikiwa nimekusudia. Okay. Na nimefanya nikiwa na akili zangu timamu. Okay. Kwa kujuta baba, usitegemee. Ustazi, tutoke huko. Siku mbili hizi palikuwa pana project zinafanyika za Simba Day na Yanga Day. Nimeona watu wengi wakiwa wana mind kwamba kwa nini Wakongo wa perform kwenye Yanga Day? Kwa nini wasingeletwa wasanii chipukizi au wasanii ambao wanafanya vizuri kwa sasa? Nataka nisikie mtazamo wako Ustazi katika hili. Lazima watu kupata kujua zile ladha za Bongo Flava za nyuma pia ni vizuri. Kwa sababu hata wasanii wa zamani pia ni wasanii, wanahitaji wapate riziki, wapate maisha kama wa sasa. Kuacha maisha kila mmoja apate fungu lake kwa wakati. Dudu Baya tumeona sasa hivi watu wengi wanamtumia kwenye show zake. Tuliona Mlimani City alijikanyaga, lakini tumeona ameenda Mwanza ameperform, na pia jana Yanga Day. Lakini bado naona kuna watu wanaendelea kumdisi Dudu Baya kwamba kwa nini hivyo, kwa nini hivyo. Labda Ustazi, kwa sababu una experience ya masuala ya kiburudani Tanzania, utuambie toni yako kuhusiana na hili. Kile kidonda chake cha mgongoni. Unajua Dudu Baya ana kidonda kikubwa sana hapa mgongoni. Kama unakumbuka kuna clip nilisema nitakuja niingize vidole kwenye pingili zako za mgongoni pale kwenye donda. Unajua ana kidonda kikubwa bado kinatoa maji. Umeona? Sasa yeye hajionee huruma Dudu Baya, unajua hajionee huruma. Sasa nafikiri ni katika moja hapa kufanya mazoezi, unamfanyisha mazoezi kwa kupanda kwenye stage nani, kwa sababu hata pesa yenyewe si analipwa 200,000. Umeona? Kwa kila stage akipanda analipwa 200,000 na kununuliwa chakula kama samaki vile. Kwa sasa
na mimi nampongeza Dudu Baya, japo 200,000 si pesa nyingi, ni kidogo, lakini anapata nafasi ya kufanya mazoezi na kuonekana kama Dudu Baya yupo. Okay, lakini Ustazi, ni sawa kinachoendelea mitandaoni wanavyomdisi jamaa, kwa sababu ni kama naye pia anapata ugali. Jamaa alikuwa afanye show ule mwamba. Mimi nimefurahia kwa sababu alikuwa na maisha, unajua alifikia tu alikuwa anauza maji, nasikia maji ya upako, sio maji ya upako alikuwa anauza maji, achukua maji kule baharini, anawapekea watu, anawaambia kwamba maji yameshushwa ya Yesu, ya maji ya upako, sio amepewa na nani, muone si mchungaji gani kampa, kwa hiyo kashajiingiza huko. Kwa sasa hivi naona sasa hivi naye anajiona star, sasa hivi anapata nafasi ya kupiga na mastar picha, mara amepiga na Mr Blue mara nini, yani anapata ile nafasi ya kupiga picha. Lakini Mr Blue anasema kwamba Dudu Baya alimsaidia sana. Ile heshima, tunajua wasanii wenye heshima kama Mr Blue lazima hivyo kumpamba pamba, na anajiona kama ni baba. Lakini sasa kwa ngoma gani, nyimbo gani alizimba Dudu Baya? Nakupenda mpenzi, nakupenda japa, leo unapenda japa. Mtu kweli sauti hiyo, mtu akacheza kwa feeling kweli, kuna nyimbo anacheza? Hebu niambie. Tentemete. Nakupenda mpenzi, nakupenda be. Mtu akacheza kweli kwa feeling kwamba nyimbo moja ya kitu ambacho nilimsikia juzi Doto Magari akisema kwamba Dudu Baya alikuwa ni mtu ambaye anaogopeka sana zamani, alikuwa ni mbabe sana. Yaani ikiasi kwamba ukisikia Dudu Baya yuko mahali kama ulikuwa una mambo yako unageuka haraka haraka. Labda kwa sababu una experience hivi tu, ni kuna hii anazungumza ni ya kweli. Alikuwa ni mbabe kwa kingo hicho. Oyole Doto Magari kipindi kile lazima alikuwa muone Dudu Baya kama alikuwa ni mbabe. Kwa kipindi kile cha Doto Magari. Kwa sababu Doto Magari kipindi kile unajua alikuwa yukoje. Kile kipindi kile ndio alikuwa kimsukuma hivi tu. Sasa anaanguka. Kwa hiyo lazima alikuwa muone Dudu Baya ni mbabe. Lakini mimi Dudu Baya naweza kampiga hii mbata hii. Nikimpiga hapa hivi moja. Unamuona yule kuku aliyochinjwa alafu akaachwa akapringita hivi, ndivyo Dudu Baya atakafanya. Mbata moja alafu ajampe, na hata siku moja sijakathubutu akaingia kwenye anga zangu, kwa sababu mtu mwenyewe unaona anatembea na pepesuka. Bro, wewe acha usinione hivi mimi sasa hivi. Okay, huu mfumo kwamba wasanii wa zamani wanapewa first priority kwenye mambo mengi, labda kwa upande wako unalizungumziaje hilo? Na labda pengine kama kwa shout out ungetoa shout out kwa nani? Mimi ninachosema ni katika moja ya kuwafufua. Umeona? Wasanii wa zamani unajua walikuwa wamepotea, kama wengi unaona wengi wao sura zimekunjamana, usimuona wasanii sura zimekunjamana, zimekaa, yani sio kama zimekunjamana kwa sababu ya uzee ama nini, ni maisha. Yani wasanii wa zamani utaona sura zao zimekunjamana, kwenye usi. Nimeona baadhi. Lakini nashukuru Mungu kwa Mr Sugu. Sugu bwana amefanya jambo la maana sana wallahi. Sugu. Hii miaka 30? Sugu katisha. Lakini miaka 30 ni madii. Nani kakwambia? Bongo Flava Hono ndo ya Sugu. Kwani akiwa na miaka 30 pia ni kuna ubaya gani akiwa na hiyo na hii? Kwa hiyo unampangia mtu awe na aina moja tu? Si zote za Sugu hizi. Zote za Sugu sio madii. Mna bana. Kwani ustazi? Sugu wale wote wamechukuliwa wanafanya kazi tu pale bwana. Unamwona yule mwenye vindevu vyeupe hapa vyeupe yule sijui mbunge yule. Anacheza nyuma backstage. Wote wameajiriwa. Cheza nini? Okay, hapo Sugu ni kidume bro. Sugu ndo ameleta idea miaka 30 kwa sababu huyo manager anayecheza mwenye vindevu vyeupe anacheza backstage. Ni msanii gani? Yaani yuko kwenye wasanii wapya ambao sasa hivi wengine wamepata mtoto. Wa zamani wanamhusu nini? Wanamhusu nini? Huyu ni Sugu bana. Ndio ameamua kwa sababu na Madini mtu wa zamani akamweka kwa pamoja. Kwa hiyo pale kuna mpangilio ameweka bana, Madini kaka sekta fulani posho zako ni hizo. Kwa hiyo hii miaka 30 ni ya Sugu. Okay, hapo kwenye wasanii waliopata watoto. Wewe kuna mtu amekununua amekwambia uje useme ya Madini? Hapana, sawa. Nataka kwenda uchanganishi. Hapana. Okay, nataka tu hapo kwenye wasanii waliopata watoto. Sawa. Tumeona Zuchu watu wengi wamekuwa wakimpongeza sana, lakini pia wewe unaonekana ni mtu ambaye pia uaga unamsupportigi sana Zuchu, yani unamkubali kwa mambo mengi na haso zake na nini na nini. Mimi nataka tu unisikie kauli yako kuhusiana na mambo yote haya. Nini sasa?
Si Zuchu amejifungua? Sasa shajifungua. Unataka kumwoa wewe? Unataka endelee kujifunga? Nitaoaje mke wa mtu? Yule mke wa mtu utamuaje mke wa mtu? Paka cheke ndio unaweza kaoa. Kajifungua, acha ameshajifungua. Wewe huwezi kumwacha aendelee Watu wanasema kwamba Mama Dangote kwa nini kwenda hospitali? Ni nani? Wewe mimi sitaki kuongelea mambo hayo. Acha stare zake huyo. Acha stare zake. Acha stare zake. Utakubisa kuzungumzia jambo hili? Mambo ya kifamilia acha nayo, kwa sababu mtu kama unashindwa kwenda kumwona kwa mwana wako hospitali, unaenda kula bata huko ni mambo ambayo yanasikitisha, lakini tushazungumza, tushafikisha ujumbe. Nafikiri watakuwa wamepata salamu. Neno moja kwa wanawake wote wa Dar. Nawapenda wanawake wote wa Dar.